maombi. Haleluya. Sema amina tena. Kama alikuwa ni mitume, kwa sababu ilikuwa ndio kitu cha msingi, kitu cha maana. Kwa hiyo uhai wa kanisa upo katika maombi. Uhai wa kwako mwenyewe upo katika maombi. Ili utunze utukufu wa Mungu, lazima uombe. Lazima uombe. Kwa lazima Mungu, ili tuone ibada hii ya maombi na maombezi inakuwa na matokeo, lazima tuombe. Halo? Lazima tuombe. Kwa hiyo lazima, hakuna namna nyingine. Kwa hiyo mwaka huu panga, jituni vizuri kama nitaomba. Najua sio rahisi, lakini inawezekana. Wangapi watakuona miujiza jamani? Mungu wetu akitembea. Wanataka kuona miujiza hata ya kupata gari, miujiza ya hii ya kwetu ambayo tutaitangaza huko, ya kujenga kufanya. Mungu atatusaidia watoto kufaulu, ni miujiza. Haleluya sana. Sasa namba 2, kweli ya pili, maombi yanatakiwa yafanyike kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku. Maombi yanatakiwa yawe sehemu, na mnasikia vizuri, Jumapili nitaongea, ya maisha yako ya kila siku. Sio wewe binafsi. Watu wengi wanakosea sana, wanaomba tu pale wanapohitaji kitu kutoka kwa Mungu. Kama pata na tatizo, na ndio inatokea. Kama ndoa ina shida, kama unahitaji kazi, kama watoto wana shida, ndio unapanga maombi. Jamani, uongo kweli? Jamani, halo? Ukiwa na shida, ndio unaona mtu anaomba, anapanga maombi, yani anasumbuka, anatafuta watu. Jamani, niombeeni, jamani tuombe. Wakati huo wanaona ndio wakati mwafaka wa kuomba. Lakini kama kuna shida, haombi. Halo? Kama ni kaza wewe sio bado unakuwa na maombi. Kwa maombi hayatakiwi kuwa hivyo. Ni kosa sana kunywa maji kwa sababu unasikia kiu. Hatunywi maji kwa sababu tunasikia kiu. Tunakunywa maji kwa sababu tunahitajika tunywe maji. Hatunywi chakula kwa sababu tunasikia njaa. Tunakula chakula kwa sababu ni wajibu kula chakula. Kwa hiyo maombi yanatakiwa yafanyike sehemu ya maisha yako. Haleluya. Kwa naomba Mungu akusaidie wewe ulioko mahali hapa. Sasa jiamue kwamba tutaangalia hiyo wakati wa pekee kwamba unaomba. Sio kwa sababu unakuja kanisani. Sio unafunga kwa sababu tumesema tunafunga. Kwamba unaweza kufunga peke yako. Mimi nakwambia kama kitokea hivyo kila mmoja akawa anaomba, anafunga. Yaani afu anamaanisha nini kitatokea jamani? Hebu tuseme ukweli jamani. Naomba leo tuongee. Msiniangalie hivyo jamani. Mkiwa mmenuna hivyo naomba jamani. Msingune sana. Haleluya. Msingune sana. Tabasamu lazima kama Mama Neema naomba, kama Nyange naomba, kama Sara naomba, Mama Frank anaomba na yuko serious. Kuna kitu kitatokea. Mungu abariki Majichungu. Wakati uko mnaomba huko mitaani watu wanasikia. Kama kila mtu kwenye kanisa akaomba, shetani atakuwa trouble. Uamsho unatokea hivyo. Sasa shida, kuna watu wanaona wao hawana, yani kama hata ana muda wa kuomba, hataki kuomba. Lazima iwe sehemu kwamba lazima kila siku angalau labda dakika 10, labda hata dakika 20. Tadi kuuliza hapo ngapi unaomba risali moja? Inaweza ukashoka. Manipale tukisema. Naomba mniangalie. Naweza nikaa nafundisha tu, unafundisha, unafikiri watu wanakuelewa, lakini hawafanyi kazi. Kwa sababu kama kweli umekuwa kiroho, mtu ambaye amekuwa kiroho lazima aanze kuwa na muda wa kuomba. Manipale tukisema jamani. Yaani kama ni salamu hata nusu saa, hata dakika 2, kama sababu atulingani. Manipale jamani, naomba nisikilize kwa kama ninachokisema. Yaani atulingani. Kwamba sasa sema utaomba risali moja, utaomba kama ukaweza kwamba kila siku, hata leo ukitoka somo hili likutoe mahali, ukaenda dakika 20, yaani unakaa kwenye magoti dakika 20 unaomba, wewe ni mtu umefanya kazi kubwa sana. Bora mtu anaomba dakika 2 kuliko mtu ambaye haombi kabisa. Halo, wangapi wananielewa? Naomba mnaelewe tu hivyo hivyo. Haleluya. Kama lazima, sizungumzie kama kawaida tu. Sizungumzie maombi ya kwenda kulala, achana nayo. Kulala naomba maombi ya kulala. Kama naomba tu kulala hivyo. Mungu tulinde, tutamkemea shetani.
na anamkemea katika na Yesu huko, lakini sizungumzie maombi yao, nazungumzia kwamba wewe una utaratibu wa kuomba. Haleluya! Una utaratibu kwamba mimi naomba. Huo ndio uhai wa kanisa, ndio uhai wa kwako, ndio kiroho chako kitakuwa. Watu ambao waombi, kiroho chao kinakuwa kiko vizuri, na kama unaomba vizuri, lazima maisha yako yatabadilika. Halo, kama kweli uko serious na maombi, Mungu atabadilisha. Kwa hiyo maombi ni uhai wa kanisa. Kwa hiyo tunazungumzia kwamba kuwa uweponi mwa Mungu. Kwa hiyo mwaka huu ukae basi, jitahidi. Inaweza usiweze, jitahidi. Hata dakika 10. Utaona dakika 10 hazitoshi. Utaongeza 20. Mpaka utafika masaa Mungu atakuwezesha. Mimi sikwambii uombe masaa mangapi. Amen. Jambo la tatu, ukweli wa tatu, hauwezi kufanikiwa katika ulimwengu wa roho pasipo maombi. Hakuna hiyo. Haiwezekani. Naomba nisikilize. Hata wao wanakuja hapa kwenye ibada ya maombi na maombezi, yule ambaye ameandaa ibada, ambaye ameomba, ambaye amefunga, Mungu nikifika nikutane na wewe, huyo ndo anakutana na Mungu. Yule ambaye anaomba kama hajaja ibadani Jumapili, yule anakutana na Mungu kwa sababu ameandaa ibada yake. Kwa hiyo hakuna mafanikio katika ulimwengu wa roho kama hakuna maombi. Mafanikio hayaanzii mwilini, yanaanzia rohoni. Ushindi hauanzii hapa mwilini, unaanzia rohoni. Ukiangalia kitabu cha Waefeso 1:3 anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Baraka ngapi jamani? Baraka ngapi? Pia kelele. Pia kelele zaidi. Baraka ngapi? Zote. Kuna wengine wasema baraka ngapi jamani? Zote. Za roho katika ulimwengu wa roho. Baraka zote za unazipataje? Ni kwenye maombi. Kama umebarikiwa, kwa hiyo unaweza kubarikiwa rohoni. Sio kama Yesu anapoomba ndipo unachukua. Kama ni uponyaji, unakuja mbele Mungu, leo nataka kuniponya. Na Mungu anamgusa mchungaji, anakuombea kwa sababu umeandaa jambo libarikiwe sana. Ukiangalia habari ya Sulemani, kwamba alipata hekima, lakini tunaona kwamba ilianzia rohoni kwanza kabla hajaonekana. Mnanipata jamani? Gari lako unaweza ukalipatia rohoni kwanza, mume wako ukampatia rohoni kwanza, mtoto kabla hajaonekana, kwa sababu unaomba na Mungu atafanya. Kwa hiyo vitu vinaanzia roho. Kwa hiyo Wafalme wa kwanza 3:5 unaangalia kwamba na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Katika ndoto, wakati mwingine kama ni mtu wa maombi, Mungu anakuelekeza. Unaweza ukaona hapa kuna kitu kinatokea katika ndoto na ukaomba katika mwili kinatokea. Kwa hiyo ameomba lolote ni kwenye ndoto, lakini kusema sikiliza majibu ya Mungu. Mungu alimpa Mfalme Sulemani kwa njia ya ndoto akiwa katika maombi. Ukisema Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala kujitakia maisha ya siku nyingi, wala kutaka utajiri kwa nafsi yako, wala kutaka roho za adui zako, bali unajitakia akili za kujua hukumu, basi tazama nimefanya kama ulivyosema. Tazama nimekupa moyo wa hekima na akili, hata kabla yako hapatakuwa mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Wafalme wa kwanza 3:11-12. Asa tazama, alimpia wapi? Kwenye ndoto, kwenye maombi kule ambapo yupo kashapokea. Kwa hiyo nataka Mungu akusaidie kwamba ujue vinaanzia rohoni, na baada ya kupokea tutaje kuona kwamba inakuja kudhihirika katika mwili. Hebu angalia pale 3:28. Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ile aliyohukumu mfalme, wakamwogopa mfalme, maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake ili afanye hukumu. Kwa alipokea katika maombi, tayari anayo, kwa inakuja kudhihirika nje.